jionyesha kwamba wewe ni mwanamume. Jionyesha kwamba wewe ni mwanaume. Na hapa naomba niwaambie, Biblia inapotaja hili neno katika lugha yake ya asili, haimaanishi tu ajenda ya mwanaume kama mwanamume, inakwenda mbali zaidi. Maana neno lilotumika hapa kwa Kiebrania linaitwa ish, na neno ishi maana yake ni mume wa mtu. Jionyeshe ya kwamba wewe ni mume wa mtu. Na moja ya sifa ya mume wa mtu ni kubeba majukumu ya familia. Anasema, mwanangu, utasimama kama baba wa familia, kama mwanamume wa familia, na kwa sababu hiyo simama ukabiri majukumu yote ya baba wa familia. Haleluya. Kuna mtu hajaelewa. Moja ya majukumu ya baba wa familia ni kuhakikisha kwamba familia yako inastawi, familia yako ina ulinzi, familia yako inapendwa, familia yako inajaliwa, familia yako inavaa, familia yako inakula. Na kwa sababu hiyo, katika ajenda ya mambo haya baba, hakuna kukwepa majukumu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wenzangu, pale nyumbani watoto hawajui kwamba baba anakosaga hela. Kuna siku watakukabili, wanakuambia, mzee, tunataka kula. Wakati huo umetoka, umeenda kufight, umepambana, hakuna chochote ulichokipata, lakini ukirudi nyumbani familia inataka kula. Na kwa sababu wewe ni baba wa familia, nataka nikutie moyo jioni ya leo, usikate tamaa wala usivunjike moyo. Endelea kuprove ya kwamba wewe ni mwanamume wa mke mahala fulani. Na nataka niwaambie watakatifu wa Bwana, katika usiku ya leo ni muhimu tukubaliane kama wanaume, tutasimama kutetea familia zetu. Hakimbii mtu majukumu ya familia yake. Haleluya. Na siku hizi kuna tabia kameanza kutokea. Wanaume wakichanganywa mara mbili mara tatu, anaamua kukimbia familia yake. Mwingine anaamua kwenda kunywa sumu ajiue. Sikiza niwaambie jioni ya leo, katika neno hili la Bwana tunakubaliana wote, hanywi sumu mtu hapa, wala hakimbii mtu hapa. Tutabanana wote nyumbani pale pale.